Onyesho la teki limetolewa jioni hii likiwataka waumini wa kanisa Katoliki kupuuza kabisa waraka huu ambao haukutolewa na baraza hilo na ukiwa hauna maslahi yoyote kwa nchi. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania halijatoa waraka wa aina yoyote unaowataka waamini wetu kuzingatia kwenye makanisa yao kwa wiki 10. Hatujatoa waraka wa namna hiyo. Rai yetu kwa Watanzania wote kwanza ni kuupuuza waraka huo, lakini pili ambalo sisi tunalitaka Watanzania wote walifanye ni kwamba tusiwe na mambo yoyote, tusifuatilie mambo yote ambayo yanaleta uchochezi katika nchi yetu. Nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya upendo, nchi yetu ni ya umoja. Pamoja na shambulio hilo kuendelea kuchunguzwa na jeshi la polisi nchini, Padri Kitima yupo hospitalini akiendelea kupatiwa matibabu, hasa wakati huu ambao ubalozi wa Marekani nchini ukilani kitendo hicho pamoja na kuungana na Watanzania kumwombea apate kupona haraka. Kufuatia matukio hayo, wadau mbalimbali wameiomba serikali kuipa uhuru Tume ya Haki za Binadamu kujitegemea katika kufanya shughuli zake na kuimarisha vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili iwe rahisi kupata majawabu ya haraka ya uchunguzi wa watu wanaofanya matukio hayo. Ni kuchukua hatua za kisheria, na hili ndio limekuwa linalamikiwa sana kwamba hatua stahiki hazichukuliwi, kwamba haya matukio yanapochunguzwa na taarifa zinapopatikana hatua zinapewa zichukuliwe. Kwa hiyo lazima tutumie sheria zetu pamoja na ile mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu kuhakikisha kwamba wahusika wa vitendo hivi na utekaji na kuumizwa wanachukuliwa hatua za kisheria. Natarajia kuomba wazee wetu, states people ambao tunao katika taifa letu, tuonane na amiri jeshi mkuu ili kuzungumza naye kuhusu haya yanayoendelea na nini TLS tunashauri ili kuyafanya mambo yawe sawa. Pande zote zinazohusika zinabidi zikae au wakae wazungumze, watafikia mahala wataona kipi kipo sawa na kipi hakipo sawa ili mambo yaende vizuri. Wananchi wa nchi ya Tanzania na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana, lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa jeshi la polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote, na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria. Ni kwa muda sasa kumedaiwa kuwepo kwa ripoti za vitendo vya utekaji, kupigwa, kujeruhiwa na hata wengine kufa kwa baadhi ya raia na kundi la watu wanaodaiwa kutokujulikana. Licha ya jeshi la polisi kuendelea kuchunguza, bado baadhi ya matukio chanzo hakijulikani. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.